Kwani tangu nimewasili kwenye wilaya hii, niseme tu nimezunguka kata hii kama sio ya 6 ni ya 7. Nala lami mmefunika kwa mapokezi. Mmenipokea kwa nderemo na bashasha. Niwashukuruni na niwapongezeni kwa uchaguzi ambao mmeufanya kwa amani na utulivu mkubwa. Uchaguzi ule mkuu tulioufanya tarehe 29 Oktoba. Kata ya Nala lami mlijitokeza kwa wingi, mkapiga kura za ndio kwa mheshimiwa diwani wetu, mkamchagua kwa kishindo mbunge ambaye tumempata na tumeshaanza naye kufanya naye kazi. Vile vile mmemrudisha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongereni na asanteni sana. Nami niwaahidi sitawaangusha. Mmesikia, mmeona kwenye kata zingine nilizopita, mambo niliyoyafanya sio miujiza. Ni ushirikiano ambao wenzenu wamewaonyesha wa dhati. Nami Wamasai wanasema mzigo mzito mpe kimati. Tukishirikiana kwa pamoja na imani tutasonga mbele. Kwa hiyo tunapofanya kazi, tufanye kazi kwa umoja, tufanye kazi kwa kutegemeana. Tukijua tunatengeneza serikali, tunatengeneza na chama. Sisi ni viongozi. Sisi hatutaki kulalamika. Wananchi wanajua sisi viongozi tuna majibu ya kila kitu. Sasa nitakushangaa kiongozi, uwe wa chama uwe wa serikali, wananchi wakati wanaongea mambo ya changamoto na wewe unaongea. Mimi natamani tufanye kazi kwa pamoja. Tuwe kitu kimoja. Jambo atakaloulizwa mwenyekiti wa kata ndio atakalojua. Yaani analojua huyu ndio analojua. Tutaenda vizuri sana. Tusiwe sehemu za ole wako sasa. Wewe ndio uwe kinara wa kusababisha migogoro kwenye jamii. Siwezi kukuelewa. Sisi tuwe sehemu ya kutatua migogoro. Tusiwe waanzilishi wa migogoro. Tufanye shughuli halali zinazotuingizia kipato. Kiongozi anayekuwa kwa ajili ya maslahi yake yeye binafsi, haangalii wananchi waliompa dhamana, sitamfungia macho. Lakini jambo jingine la mwisho, kwa mujibu wa taratibu wanatakiwa wasome taarifa za mapato na matumizi. Ukisoma taarifa ya mapato na matumizi, wananchi wanakuwa na imani na wewe, wanakuwa na imani na serikali. Serikali ikileta fedha kwa ajili ya miradi, wanatakiwa wajue. Lakini jambo jingine ni kusimamia miradi ya maendeleo. Ile ya maendeleo, serikali inapoleta fedha, zinapaswa kusimamiwa. Ingekuwa ni nyumba yangu binafsi, wala sitaki mje mnisimamie. Mimi ndio najua ramani inasemaje, nataka nyumba iweje. Lakini kama ni miradi ya wananchi, miradi ya maendeleo inahusu wananchi, simamieni. Tuendelee kudumisha amani iliyopo. Amani hii ndio itafanya tufanye haya yote niliyozungumza. Leo hii tuna amani, ndio maana tumekutana hapa. Sisi bahati nzuri au mbaya tuko karibu na mjini. Lakini naamini watu wa Monduli ni watulivu. Wana utaratibu wa kufanya shughuli zao. Leo nimekuja kwa mambo mawili. La kwanza ni kujitambulisha kwa wananchi. La pili nitawaambia kama nilivyowaambieni hapa ya ndani, lakini yale yatakuwa tofauti na haya nilizozungumza. La mwisho ni kuwasikiliza changamoto zao na kero, na ndio maana tukafuatana na wataalamu wa halmashauri. Kero ambazo zitakuwa na majibu hapo hapo tutazitolea majibu. Tutakazotakiwa kwenda kuzifanyia kazi tutaenda kuzifanyia kazi na mtaona mrejesho. Tanzania oye! Monduli oye! Nala lami oye! Ndugu zangu, nimefurahi sana. Niseme tu, hii sio mara ya kwanza kuja katika kata hii ya Nala lami. Nimesha kuja mara kadhaa kukagua miradi ya maendeleo, nikatoa maelekezo na amefanyiwa kazi. Mimi naitwa Gloriana Julius Kimati. Hiyo ni jina ya Kiswahili. Lakini jina yetu ya Kimasai inaitwa Namayani Mollel. Asante. Leo hii mimi kwenye kikao hichi si msemaji sana.
Nimefuatana na wataalamu hawa kutoka halmashauri. Kwa lugha rahisi, serikali tumeihamishia hapa leo. Tuko tayari kusikiliza kero na changamoto zinazowakabili. Ziko kero ambazo tutatolea majibu hapa, lakini kero nyingine tutazichukua, tutaenda kuzifanyia kazi na tutaleta mrejesho. Hapo vipi? Adha tembo sio kwamba tu anatuadhiri sisi binadamu. Tembo anatuadhiri mpaka nyasi. Ukienda hii mbuga inatosha kwa ajili ya kulishaji mifugo, lakini tembo ikishanyesha tu pale, wanafanya pale ndio nyumbani kwao, ndio sehemu ya kulala, ndio madimbwi mpaka makorongo anatengeneza kwa ajili ya tembo. Changamoto za wananchi wa kijiji cha Engorika, kwa sababu inawezekana ikawa na wananchi wataenda kuongea kwenye mkutano wetu, lakini nyoke moja kwa moja kwenye changamoto zao. Changamoto ya kijiji cha Engorika, kwa kweli hii changamoto ya maji nafikiri iko kwenye vijiji vyote vitatu, kwa maana ya kijiji cha Nalami na kijiji cha Lengiloreti. Wote tuna shida ya maji. Tunawashukuruni sana kwa wale ambao mmewasilisha kero zenu. Sasa naanza kuwaelekeza wataalamu wa kutoka kwenye halmashauri na taasisi zingine za serikali kujibu hoja ambazo mmeziwasilisha, au sio? Maliasili na mazingira tunaendelea na jitihada ambazo tumeanzisha kwa ajili ya kupambana na tembo. Mojawapo ikiwa ni ujenzi wa kituo cha Ranger Post ambayo imeshakamilika kwa 99%, ambapo tuliomba ufadhili kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Na hilo tulilitia kipaumbele. Kwa nini ijengwe Nalarami? Ni kutokana na umuhimu wa changamoto inayojitokeza mara kwa mara katika kata ya Nalarami. Kwa hiyo niwaahidi kwamba baada ya kituo hichi kukamilika, tutakuja kuwa tunaweka kambi hapa na tutakuwa tunapata askari kutoka maeneo mbalimbali, ikiwepo askari wa TAWA, askari wa TANAPA pamoja na askari wa maliasili Monduli. Serikali ina mpango wa mradi mkubwa wa maji kutoka jiji la Arusha kwenda vijiji 13. Kwa hiyo kati ya vile vijiji 13, vijiji hivi vitatu ni miongoni mwa vile vijiji vitakavyopata huduma ya maji. Waombeni wananchi wa kata hii ya Nalarami, tuendeleeni kudumisha amani. Lakini hata mkutano huu tuliokaa leo, tusingekuwa na amani, tusingeweza kufanya nini? Niwashukuruni tena kwa kunisikiliza. Niwashukuruni tena kwa mapokezi yenu mazuri. Niwatakieni heri ya Christmas na mwaka mpya. Mungu atupe afya njema. Tuonane tena mwakani. Asanteni sana. Naitwa Petro Saningo Laiza, ni mjumbe wa serikali ya kijiji cha Nalarami. Leo tuna furaha kubwa sana kwa ujio wetu wa DC, dada yetu na Mayani. Kwa kweli tunambariki sana kwa sababu aliweza kuja kututembelea. Alifanya mkutano na wananchi wa kata, yaani wananchi wa vijiji vyote vitatu, kata kijiji cha Nalarami, kijiji cha Lengiloriti, kijiji cha Engorika. Na kweli tulifurahia wote ujio wake. Alitufurahisha, alitatua migogoro, alisema changamoto yote, alitusaidia na kubeba hizo changamoto za tembo, alitatua zile kero za maji. Kwa kweli tumefurahia wote. Naitwa Neema Oloipima Maulen, natokea kijiji cha Nalarami, kata ya Nalarami. Tumefurahi kwa ujio wa Mheshimiwa DC kututembelea kwenye kijiji chetu. Ndio mara ya kwanza kumuona kwenye ujio huu, na tumeshukuru kwa kupewa hizi hati miliki ya eneo. Tumefurahi sana kama kina mama, na sisi tumepata hati miliki ya ardhi. Wali